katika kutimiza lengo letu la kutoa elimu, leo tupo katika sehemu hii ya Silali katika mpaka wetu wa Silali kwa ajili ya kutoa elimu juu ya madhara ya vitendo vya magendo. Ndugu mwananchi, unaweza ukajiuliza magendo ni nini? Magendo ni kitendo cha mwananchi yoyote ambaye ataingiza bidhaa au ataondoa bidhaa katika mipaka ya nchi yetu bila kufata utaratibu wa kiforodha. Unapokuwa umeingiza au umetoa bidhaa katika nchi yetu ya Tanzania bila kufata utaratibu ule wa kiforodha, wewe ambacho unakuwa umekifanya, unakuwa umefanya magendo. Kwa hiyo magendo kama ambavyo nimesema ni kuingiza na kutoa bidhaa katika nchi yetu ya Tanzania kwenda nje au mpaka wa Tanzania bila kupita katika milango ya kiforodha kama mpaka wetu wa Silali. Kitendo unachokuwa umekifanya wewe, unakuwa unafanya magendo. Lakini mmekuwa mkisikia kwa mfano bajeti yetu ya mwaka wa fedha unaoisha sasa ya mwaka 25-26 ni trilioni 52. Sasa kwa sababu serikali haina duka, lakini wananchi wanahitaji maendeleo kama maji, barabara na vitu vyote ambavyo mnavihitaji kutoka kwa serikali. Serikali inahitaji kukusanya mapato ili ilete hayo maendeleo. Sasa ukipita mlango ambao sio rasmi, ni kwamba serikali haitakusanya chochote na yale yote ambao wananchi tunahitaji hayataweza kufikiwa. Lakini kitu cha pili ni kwamba unapoingiza bidhaa bila kupita mpaka wa kiforodha, ni kwamba ile bidhaa uliyoingiza wananchi wakiitumia kama ina athari katika afya ya mlaji, tutaweza kupata madhara. Kwa mfano, umeingiza juisi au kinywaji lakini hakijathibitishwa kwamba bidhaa hii ni sahihi kwa matumizi ya binadamu, utakapotumia kama mwananchi, kama ina athari, itaweza kuleta athari katika afya yako. Lakini pia swala la magendo alileti ushindani wa kibiashara. Wewe unauza magodoro, umepitia njia rasmi, umelipa ushuru, bei yako haiwezi kulingana na yule aliyetumia njia ya magendo kuingiza, kwa sababu yeye hajalipa kodi. Kwa hiyo utajikuta bidhaa yake iko bei ya chini. Kwa hiyo wananchi wataenda kwenye bei ya chini, yule anayelipa kodi atakuwa na bei ya juu. Kwa hiyo sasa haitakuwa na ushindani. Lakini pia vitendo vya magendo inaweza kuhatarisha usalama wa nchi. Lakini pia chombo cha moto, gari, pikipiki ambayo imebeba ile bidhaa ya magendo ikikamatwa inaweza kataifishwa. Kumbuka pikipiki umeinunua hela, pikipiki yako inakusaidia kuendesha familia. Sasa ikichukuliwa na serikali ni kwamba wewe unafilisika. Lakini pia ukikamatwa umebeba bidhaa ya magendo, ni kwamba utalipa adhabu ya 50% ya kodi ambayo ulijaribu kukwepa pamoja na kodi yenyewe. Kwa hiyo unaweza ukaangalia, unaweza ukatumia hata mtaji wako pamoja na faida kuweza kulipa adhabu za serikali, ambacho kitu kinaweza kikapelekea mpaka wewe kufilisika. Sasa hizo ni baadhi ya athari ambazo mtu ambaye anahusika kufanya vitendo vya magendo kupita sehemu ambayo sio sahihi anaweza akakumbana nazo. Sasa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa niaba ya serikali imekuwa ikifanya kazi na watoa taarifa. Lengo la kufanya kazi na watoa taarifa ni kwamba ili ipate taarifa iweze kufuatilia na watu waweze kupita sehemu ambazo ni salama, serikali ikusanye mapato, lakini pia ihakikishe kwamba afya za Watanzania zinaendelea kuwa salama, kwa sababu katika mipaka yetu ya kiforodha kuna taasisi zote ambazo zinahusika katika ufanyaji biashara. Sasa upande wa kutoa bidhaa nje ya Tanzania ni utaratibu ule ule kama wa kuingiza. Unachotakiwa kufanya ni nini? Njoo na gunia lako la mchele, utapata fomu, utajaza fomu ya kuonyesha mchele huu umezalishwa Tanzania. Fomu hiyo itakusaidia unapofika nchini Kenya wasikutoze ushuru. Una mahindi hivyo hivyo, una viazi vyako vitamu hivyo hivyo, una bidhaa nyingine yoyote ambayo imezalishwa Tanzania unataka kuipeleka Kenya. Sharti tunatoka kufanya ni kwamba njoo ofisi za Mamlaka ya Mapato ambayo ni Silali mpakani, utapewa fomu maalum, utajaza, then utaenda upande wa pili wa Kenya, utamalizia taratibu zako, utafikisha mzigo kwa mteja, ama huyo Mkenya atachukua mzigo wake bila usumbufu. Kitendo cha kupata mzigo ukapita nao nje, moja, unatukosesha taarifa. Mamlaka ya Mapato Tanzania, pamoja na kwamba tunaratibu shughuli zote za uingiaji na utokaji, lakini kazi yetu kubwa nyingine ni kukusanya taarifa ya kile tulichozalisha na tunachokitoa nje ya nchi.
Ni taarifa muhimu sana ambayo inatuwezesha kujua kwamba sasa kama nchi tumekuwa kwa kiasi gani, kwa kiasi gani. Lakini pia kudhibiti uotokaji holela wa vitu ambavyo, kwa mfano mazao yanahitaji vibali. Kama vibali havijatolewa na wewe ukawa unatoa mzigo bila vibali, unahujumu nchi yako, kwa sababu yawezekana nchi haijatoa vibali ili kuzuia kutokana na janga la njaa, alafu wewe unatoa kinyemela. Matokeo yake ni kwamba ile akiba inaisha ndani ya nchi, alafu wakati wa njaa watu wetu wanahangaika na sisi wote tunakosa chakula, na mwisho wa siku tutapata matatizo. Kwa hiyo unapotaka kutoa bidhaa zako nje ya nchi, njoo pale mpakani, tutakupa fomu, utajaza hiyo fomu, itapitishwa na taasisi zote zinazohusika na udhibiti wa bidhaa hizo. Watu wa kilimo wako pale watakusaidia, watu wa mifugo wako pale watakusaidia, na mwisho wa siku utapeleka bidhaa yako upande wa pili bila matatizo yoyote. Na sisi wenyewe hapa Sirari hapa tutaanza kuona mabadiliko, kwa sababu zile fedha zikishakusanywa zinarudishwa kwa njia ya kuleta maendeleo kwa nani? Kwa wananchi. Niwaombe tuweze kushirikiana na TRA, kushirikiana na mamlaka ya mapato, idara ya forodha, Sirari OCBP, na kwa wale ambao wanapata mizigo wanaokaa maeneo ya Bolega, ofisi iko pale pale Bolega, fika pale ofisini, utakadiriwa, utalipa mzigo wako, na then utaingia ndani ya nchi, unafanya biashara bila matatizo. Kwa wale walioko Kilongwe, uhitaji kutoka Kilongwe kuja kulipa kodi Sirari. Kilongwe pale pale ofisi ipo, unachukua mzigo, unaenda ofisini, wanakukadiria, unapewa kodi yako, unalipa. Na uzuri wa sasa hivi ni kwamba serikali imeweka mifumo. Kodi haumpi mtu mfukoni. Kodi unaenda kulipa mwenyewe. Ofisa wa TRA yeye atakupa karatasi ya kulipia. Utaenda kulipa ama kwa kutumia benki, ama kwa njia ya simu, au kwa njia ya wakala. Kwa kodi unapoilipa, unalipa inaenda serikali moja kwa moja, haiendi mfukoni mwa mtu yeyote. Mimi kwa majina naitwa Ibrahim Safari, kwa jina maarufu naitwa Rowasa. Kwanza mmetupa elimu nzuri ya kuja kutuelimisha kuliko kufukuzana. Elimu hii imetufanya tutaelimika, tutakuwa watu wema. Kwa majina naitwa Masunga Zedoni. Ili wewe utuambie bei elekezi, ni mshawishi yule mteja wangu atuchangie mapato, mtujengee hata soko humo. Sasa mtuambie bei elekezi tuelewe. Na msituelimishe wateja wetu ambao wanatuagiza. Sisi hatuna makosa ambao tunaagizwa. Mtupe bei elekezi, tulipe, tupite getini. Hatutaki kuimbizana. Kimbizana mimi naweza nikaanguka hapo nikasababisha taa zangu hizi zikaharibika za pikipiki. Sisi boda ni boda ya kwetu, kama ambavyo maafisa wa TRA mmekuja kutuseminisha sisi, ni tumeona kwanza ni jambo la faraja. Mimi ninapofanya biashara, aidha biashara ya kununua madumu Kenya na masemo sinauza, ushirikiano ukiwepo mzuri hapo, TRA inaingia nalipa kodi. Hiyo simenti mmesemea tutalipia shilingi 8,500, nitakuja nilipe. Unaona? Kwa hiyo serikali itakapoweka uwiano mzuri, pia kutengeneza mahusiano mazuri na wananchi wa Sirari, tutaipa serikali ushirikiano. Kwa hiyo mahusiano yakiwepo mazuri, kodi zitalipwa, lakini isifike kwa mabodaboda au watu wale wadogo, wafanyabiashara wadogo ndio wanaobanwa kulipwa kodi na serikali. Sisi tukifika kule kwenye kituo cha forodha Sirari, kodi napo hata kama ni nchaji atakuwepo, wajaribu kuangalia, je, huyu mtu amekuja yeye mwenyewe na ana mzigo kiasi fulani, ameyari kuja kulipia kodi, basi mimi kama Mtanzania basi ni balansiwe kodi. Jina langu naitwa Morris Wango Meremo. Sisi na serikali tu pamoja, maana sisi ndio Watanzania ambao tunataka tujenge nchi yetu. Taifa letu litajengwa na nani? Na sisi wenyewe. Kwa hiyo uboreshaji wa semina iliyotolewa au elimu iliyotolewa, mimi naona ni elimu nzuri ambayo itatuwezesha angalau tupate mahusiano mazuri. Maoni walioleta maafisa wetu ni mazuri sana. Maoni mazuri sana, isipokuwa kuna vitu vidogo vidogo inatakiwa tulegezee. Tuletea huduma kama hivyo hapa karibu, kwamba mtu ukinunua ufanyeje, unalipia hapa au walete sehemu ya kuuza hizo mbolea. Hakuna mtu ambaye anakataa kulipa, lakini hata kama ni wewe unanunua mfuko miwili, unanunua 15 mara 2 yake ni chini, unalipa usafiri mpaka pale wewe ukate, na muda huu ukizunguka huko Tanzania utakamatwa.
kwamba unazipeleka wapi, itabidi tena mzunguke Kenya 10,015 inaongezeka baada ya kulipa nani. Amos Musa, mkaji wa kijiji hiki cha Nyamwonda. Nimesikia jinsi ambavyo mlivyotueleza. Jambo langu ni hili hapa. Nyinyi watu wa mapato mnapoteza mapato ya Tanzania kwa sababu mmekaa mbali. Huu ni mpaka kama Sirari. Huu ni mpaka kama wapi? Kama Sirari. Mnachokisema kwamba mtu achukue mbolea moja au sementi moja kutoka mpaka Sirari ni kitu kingine kigeni, hatutaleta. Mimi nasema ukweli, kwa sababu tutapita njia ya panya tu. Lakini utakapokuwa karibu, huduma ikawa karibu, tutasaidiana. Haya ni mapato yetu ya nchi ya wapi? Ya Tanzania. Wewe unapoeleza kwamba mtu atoke hapa na sementi moja au mafuta lita 3 akaja Sirari, huyo mjasiria anapeleka wapi? Kibandani. Hiyo tusidanganyane kwa kweli. Hiyo mtazidi kutukamata, lakini nimechukulia shilingi 8,000 nikata shilingi 10,000 kuja Sirari kuja kukata mapato, sio kweli. Kwa hiyo ningeliwaomba ya kwamba kama endapo tunahitaji tuweze kudumisha uchumi wetu wa Tanzania, sogea muwe jirani na sisi. Hata zile huduma ndogo, mbona walikuwa wanakata maleseni, mbona wametupunguzia kwenye wajasiriamali wadogo? Kwa nini na nyinyi msijue kwamba kuna wajasiriamali wadogo mkawasogezea huduma kama hizo? Nyanya zinaenda Kenya, mahindi yanaenda Kenya kwenye gunia moja moja. Hatupishani, lakini haziwezi kuja kwamba nikate Sirari nina kagunia kamoja au nusu gunia nipeleke mahindi Kenya. Sio kweli. Kwa majina naitwa Paulo Moti. Mimi niishauri serikali iangalie namna gani ya kupunguza hata vifaa, mfano hata bei ikashuka kidogo, ili wananchi wasisogee kwenda kununua vifaa kwa nchi jirani.